Sema nikaangalie kuna hela milioni 22 zinatoka. Mwanzo ulikuwa hujui kama kuna milioni 60 kwenye akaunti yako? Nilikuwa sijui kabisa, nilikuwa taabani kabisa. Mwalimu Daniel Lazaro Athmani ambaye ni mstaafu kutoka kijiji cha Itunduma, kata ya Mtwango, halmashauri ya wilaya ya Njombe, aliyedai kutapeliwa fedha kiasi cha shilingi milioni 34, amesema hakuwahi kutambua kama akaunti yake ya benki ina fedha mpaka alipoambiwa na nabii wake mwaka 2024, jambo lilomfanya aweke imani kwake. Mwalimu Daniel anasema kutokana na nabii kutambua kuwa akaunti yake ina fedha ndio ukawa mwanzo wake wa kujenga imani kwake, ikiwa pia ameweza kumsaidia kwenye uponyaji, hali iliyopelekea kushirikiana naye kwenye ununuzi wa nyumba. Lakini mpaka sasa hana nyumba tena wala fedha, kwa madai ya kuwa ametapeliwa na nabii wake Alpha Mwita, ambaye naye pia amekana kuhusika kwenye ulaghai huo. Huyu nabii amenitapeli mimi. Kama kweli ni nabii wa Yesu, kweli anafanya neno, hangeweza kufanya mambo kama haya. Kwa hiyo mimi nasadiki ni kweli huyu ni tapeli. Milioni 34 wewe ulizipata wapi? Kwa kweli bwana Ishera, hata mimi mwenyewe sikutegemea, ni elimu tu. Kwa kweli nionea huruma ndio nipa kama kina mgongo. Singepata hela hizi kweli ni kina mgongo changu. Kina mgongo ulipata lini na ulipata kiasi gani? Tangu mwaka jana mwezi wa 4 2024 nilipata kama milioni 22 hivi. Na anitabia yeye mwenyewe. Mimi nilikuwa sina habari, nilikuwa taabani. Yeye mwenyewe alisema, na ndio alivyoanza nipe milioni 15 hiyo. Ni hicho. Kwa hiyo hapo nyuma yeye mwenyewe aliwahi kukutabilia kwamba kinua mgongo chako ipo siku kitatoka? Kwa kweli yasema, ila siku niotwa na nitamkia hivyo. Sema nikaangalie kuna hela milioni 22 zinatoka. Mwanzo ulikuwa hujui kama kuna milioni 60 kwenye akaunti yako? Nilikuwa sijui kabisa, nilikuwa taabani kabisa. Kabla ulienda kumwambia kwamba labda kuna fedha zako unazifuatilia? Hamna, siamwambia. Yeye alijuaje? Sielewi. Na ndio hapo nikaamini kwamba kweli huyu mtu anasema kweli. Ni kwamba katika hiyo fedha ambayo ya kinua mgongo ambayo ipo kwenye akaunti yako, tayari milioni 34 imechukuliwa. Ilikuwa milioni 62. Ilikuwa milioni 62. Tukatoa milioni 15. Na baadaye ukampa milioni 10. Hiyo 15 zinabaki ngapi? 40. Sina kitu. Hebu toa. Sawa, katika nikanunua nyumba hiyo 25, milioni 25. Maana yake sasa mpaka sasa huna nyumba Njombe mjini, huna nyumba Makambako. Ndiyo maana yake hiyo. Na benki hauna pesa? Hamna. Baada ya kutoka polisi, waliwapa maelezo gani ambayo mnaendelea nayo mpaka sasa, au swala hili walishauri polisi kufikishwa mahakamani, na nini ambacho kinaendelea sasa? Ni kweli jana nilikuwa nimeenda, waliniita walipolisi. Maana jamaa wanaambia atoe milioni ngalau 5 hivi. Lakini anasema labda milioni 1 nitajaribu. Lakini haionekani. Basi akatoka nje. Baada hapo aniita mimi na jamaa mmoja, tukasema bwana, sasa twende kule uliouziwa nyumba ile. Kweli tulienda na wale polisi, nikaonyesha, wakaangalia, basi tukarudi. Basi mimi wakasema nenda nyumbani ushadi tutaendelea kutaarifu kama uje au vipi. Lakini kwa sababu jamaa ni mtu anapika chenga lipi hii hela, basi hili jada naanda tutapeleka wilayani, mahakamani yani.
Kwa maana hiyo sasa mpaka sasa jalada bado halijafika mahakamani. Halijafika kweli. Maana bado anafanya upelelezi. Huyu bwana sio nabii, ni kama tapeli huyu bwana. Kanisa lake lina waumini wangapi? Kwa kweli wanabalika mara 35 mara 60 wanabadilika. Na wewe ulikuwa kutoka hapa Itunduma mpaka Makambako ni pana umbali kidogo. Ulikuwa una kwenda ibadani Makambako mara ngapi kwa wiki, na labda ulikuwa unatumia usafiri gani kila wakati ili kufika Makambako? Kwa kweli nilikuwa naenda Jumapili tu, na nilikuwa naenda kwa sababu mguu wangu umepata nafuu, natembea sasa. Nilikuwa siwezi kabisa. Hafu hata mkono ulikuwa hauna kazi. Viungo vingine safi, lakini mkono si nini sivyo. Lakini licha ya hayo yote ambayo yametokea kwenye masuala ya kifedha, kwenye afya yako umeimarika. Je, kuna dawa zozote zingine ulikuwa unatumia kabla ya maombezi yake ambayo alikuwa anayafanya kwako? Ni kweli nilikuwa natumia za Ikonda, za Mkodechi, za hapa Kibena, za Ikeru, hapa Sovi, wote wanaelewa. Ndio hivyo. Nabii wakati anakuombea hakukwambia labda kwamba ugonjwa wako umesababishwa na kitu fulani? Alisema umesababishwa na nini? Pengine ndio njia alikuwa anatumia labda kuhadaa ili aweze kupata hizo fedha. Yeye alikwambia ugonjwa umesababishwa na nini? Ni kama hapa nyumbani. Kwa maana ya yani ni kama mwanamke wangu na namna fly ambaye mama sasa hayupo hapa. Ndio. Kwa nini aliamua kusema hilo? Sio kwa sababu mimi niamini nabii. Na ile mama kuondoka si kitu gani kimfanya hivyo. Kama mnavyoona mimi nakaa peke yangu. Alikimbia yule mama. Ambapo mkeo alikimbia lini, na alikimbia akiwa na watoto au alikimbia akiwa peke yake? Kwa kweli yule mama alikimbia 24 mwezi wa pili. Muda huo alikimbia na mtoto mwingine alizana nyumbani. Ndio alikuwa anaishi naye huko. Wengine watoto wengine walikuwa bweni, Sovi kule primary school. Sovi secondary school. Na kwa maana hiyo sasa nabii jambo alilokuwa amelisema kwako ni kwamba huenda changamoto ulionayo inatokana na mama uliokuwa naye hapa nyumbani. Ndio. Mimi kwa kweli hilo naona la kweli kabisa. Na ndio maana huyu mama niacha peke anitegeza tukimbia familia. Ndio. Kwa kweli familia yote nilikuwa na wasichana wapo 6. Wanaume 3. Kweli hawa wanawake wote wameolewa. Mwingine yupo Chunya huko Makorosi, mwingine yupo Tunduma huko. Naona sana kana mdogo wake mwingine yupo Tunduma. Kwa ujumla na watoto wangapi? 9. Pamoja na huyu mama alikimbia. Na wakati changamoto hii imetokea kwako ya kutapeliwa hizi fedha, kuna ndugu yoyote ambaye umemweleza, na baada ya kueleza nini ambacho wanasema ndugu kuhusiana na hili? Ni kweli nimwambia mdogo wangu. Akasema kwa sala hili bwana nashinda. Sawa kaka, una nyumba hizi za nini unge pesa ingekaa tu. Sana sema bwana mimi sio bwana niona niwekeze nyumba. Basi ndio hivyo. Hakuna ndugu mwingine yote ambaye umemtaarifu kuhusiana na sakata hili? Mwingine ni huyo tu jana yule Eric. Yani naomba bwana serikali kweli mchukulia hatua mpaka seme mitandao yao yote ipatikane, seme vizuri. Kanisa lake kwa Makambako unasema linapatikana eneo gani? Ndipo pale dadara linaonekana chini hapo. Inaitwaje? Yeye alikuwa anaitwa Alfa Ibrahimu, kanisa la Mlimani si.
Mlima wa Utukufu. Mlima wa Utukufu. Upande wangu sijawahi kupokea pesa ya mtu. Labda yeye unaweza kukaa naye chini ukamuuliza hiyo pesa alimpa nani, na mimi atakueleza vizuri zaidi. Lakini kwa upande wangu mimi kama mimi sijawahi kubeba pesa ya mtu. Lakini huyu unamfahamu vizuri huyu mwalimu? Anaitwa mzee nani? Daniel Lazaro. Daniel Lazaro. Mbona mjeto Daniel Sento, mbona mjua? Anasema yeye alikuwa ni muumini wako kanisani kwa siku kadhaa. Inawezekana baada ya kumuona, kwa sababu alikuwa ni muumini wangu, naweza nikamjua kuliko kuwa naongea kwenye sababu simuone. Lakini wewe huna tuma hizo? Mimi mtu ambaye namjua ambaye ni muumini wangu, nilikuwa namuona kama muumini wangu, alikuwa anakuja kanisani, mwishoni akasema kwamba amenipa pesa. Anaitwa Damian, sio Daniel kama unavyosema wewe. Mimi ndo nalijua, lakini tofauti na hapo lakini sio kama alinipa pesa, yeye alinipa pesa. Labda muulize vizuri hiyo pesa alimpa nani. Kama ndio huyo Damian, basi naamini ya kwamba ni swala ambalo lipeka katika uongozi, na naamini ya kwamba na sisi tunategemea viongozi wetu wa nchi. Sijui kwa kweli hilo swala. Sijui kabisa. Uko Makambako sehemu gani na kanisa lako linaitwaje? Kwa sababu pia siwezi kujieleza sana kwa sababu siwajui, afu nisije kuona na namba nyingine kwenye simu yangu. Huyu nabii amenitapeli mimi. Kama kweli ni nabii wa Yesu, kweli anafanya neno, hangeweza kufanya mambo kama haya. Kwa hiyo mimi nasadiki ni kweli huyu ni tapeli. Milioni 34 wewe ulizipata wapi? Kwa kweli bwana Ishera, hata mimi mwenyewe sikutegemea, ni elimu tu. Kwa kweli nionea huruma ndio nipa kama kina mgongo. Singepata hela hizi kweli ni kina mgongo changu. Kinua mgongo ulipata lini na ulipata kiasi gani? Tangu mwaka jana mwezi wa 4 2024 nilipata kama milioni 22 hivi. Na anitabia yeye mwenyewe. Mimi nilikuwa sina habari, nilikuwa taabani. Yeye mwenyewe alisema, na ndio alivyoanza nipe milioni 15 hiyo. Ni hicho hicho. Kwa hiyo hapo nyuma yeye mwenyewe aliwahi kukutabilia kwamba kinua mgongo chako ipo siku kitatoka? Kwa kweli yasema, ila siku niotwa na nitamkia hivyo. Sema nikaangalie kuna hela milioni 22 zinatoka. Mwanzo ulikuwa hujui kama kuna milioni 60 kwenye akaunti yako? Nilikuwa sijui kabisa, nilikuwa taabani kabisa. Kabla ulienda kumwambia kwamba labda kuna fedha zako unazifuatilia? Hamna, siamwambia. Yeye alijuaje? Sielewi. Na ndio hapo nikaamini kwamba kweli huyu mtu anasema kweli. Ni kwamba katika hiyo fedha ambayo ya kinua mgongo ambayo ipo kwenye akaunti yako, tayari milioni 34 imechukuliwa. Ilikuwa milioni 62. Ilikuwa milioni 62. Nikatoa milioni 15. Na baadaye ukampa milioni 10. Hiyo 15 zinabaki ngapi? 40. Sina kitu. Hebu toa. Sawa, katika nikanunua nyumba hiyo 25 milioni 25. Maana yake sasa mpaka sasa huna nyumba Njombe mjini, huna nyumba Makambako. Ndiyo maana yake hiyo. Na benki hauna pesa? Hamna. Baada ya kutoka polisi, waliwapa maelezo gani ambayo mnaendelea nayo mpaka sasa, au swala hili walishauri polisi kufikishwa mahakamani, na nini ambacho kinaendelea sasa? Ni kweli jana nilikuwa nimeenda, waliita waliposhi. Maana jamaa wanaambia atoe milioni ngalau 5 hivi. Lakini anasema labda milioni 1 nitajaribu. Lakini haionekani. Basi akatoka nje. Baada hapo aniita mimi na jamaa mmoja, tukasema bwana sasa twende kule uliko usi wa nyumba ile. Kweli tulienda na wale polisi, nikaonyesha, wakaangalia, basi tukarudi. Basi mimi wakasema nenda nyumbani ushadi tutaendelea
taarifa kama uje au vipi, lakini kwa sababu jamaa ni mtu anapika chenga alipi hii hela, basi hili jada naanda tutapeleka wilayani mahakamani. Yani kwa maana hiyo sasa mpaka sasa jalada bado halijafika mahakamani? Halijafika kweli, maana bado anafanya upelelezi. Huyu bwana sio nabii, ni kama tapeli huyu bwana. Kanisa lake lina waumini wangapi? Kwa kweli wanabalika mara 35 mara 60 wanabadilika. Na wewe ulikuwa kutoka hapa Itunduma mpaka Makambako ni pana umbali kidogo. Ulikuwa kwenda ibadani Makambako mara ngapi kwa wiki, na labda ulikuwa unatumia usafiri gani kila wakati ili kufika Makambako? Kwa kweli nilikuwa naenda Jumapili tu, na nilikuwa naenda kwa sababu mguu wangu umepata nafuu, natembea sasa. Nilikuwa siwezi kabisa. Hata mkono ulikuwa hauna kazi. Viungo vingine safi, lakini mkono si nini sivyo. Lakini licha ya hayo yote ambayo yametokea kwenye masuala ya kifedha, kwenye afya yako umeimarika. Je, kuna dawa zozote zingine ulikuwa unatumia kabla ya maombezi yake ambayo alikuwa anayafanya kwako? Ni kweli nilikuwa natumia za Ikonda, za Mkodechi, za hapa Kibena, za Ikeru, hapa Sovi, wote wanaelewa. Ndio hivyo. Nabii wakati anakuombea hakukwambia labda kwamba ugonjwa wako umesababishwa na kitu fulani? Alisema umesababishwa na nini? Pengine ndio njia alikuwa anatumia labda kuhadaa ili aweze kupata hizo fedha. Yeye alikwambia ugonjwa umesababishwa na nini? Ni kama hapa nyumbani. Kwa maana yani ni kama mwanamke wangu ana namna fulani ambaye mama sasa hayupo hapa. Ndio. Kwa nini aliamua kusema hilo? Sio kwa sababu mimi niamini nabii. Na ile mama kuondoka si kitu gani kimfanya hivyo. Kama mnavyoona mimi nakaa peke yangu. Alikimbia yule mama. Ambapo mkeo alikimbia lini, na alikimbia akiwa na watoto au alikimbia akiwa peke yake? Kwa kweli yule mama alikimbia 24 mwezi wa pili. Muda huo alikimbia kumbe na mtoto mwingine alizaa naye nyumbani. Ndio alikuwa anaishi naye huko. Wengine watoto wengine walikuwa bweni. Sovi kule primary school. Sovi secondary school. Na kwa maana hiyo sasa nabii jambo alilokuwa amelisema kwako ni kwamba huenda changamoto ulionayo inatokana na mama uliokuwa naye hapa nyumbani. Ndio. Mimi kwa kweli hilo neno naona la ukweli kabisa. Na ndio maana huyu mama niacha peke aniteke sauti kimbia familia. Ndio. Kwa kweli familia yote nilikuwa na wasichana wapo 6. Wanaume 3. Kweli hawa wanawake wote wameolewa. Mwingine yupo Chunya huko Makorosi, mwingine yupo Tunduma huko. Naona sana kana mdogo wake mwingine yupo Tunduma. Kwa ujumla na watoto wangapi? 9. Pamoja na huyu mama alikimbia. Na wakati changamoto hii imetokea kwako ya kutapeliwa hizi fedha, kuna ndugu yoyote ambaye umemweleza, na baada ya kueleza nini ambacho wanasema ndugu kuhusiana na hili? Ni kweli nimwambia mdogo wangu. Akasema kwa sala hili bwana nashinda. Sawa kaka, una nyumba hizi za nini pesa ingekaa tu. Sana sema bwana mimi sio bwana niona niwekeze nyumba. Basi ndio hivyo. Hakuna ndugu mwingine yote ambaye umemtaarifu kuhusiana na sakata hili? Mwingine ni huyo tu jana yule Eric. Yani naomba bwana serikali kweli mchukulia hatua mpaka seme mitandao yao yote
ipatikane, aseme vizuri. Kanisa lake kwa Makambako unasema linapatikana eneo gani? Lipo pale Daladala, linaonekana chini hapo. Linaitwaje? Yeye alikuwa anaitwa Alfa Ibrahimu, kanisa la Mlima Nisiwi. Mlima wa Utukufu. Mlima wa Utukufu. Upande wangu sijawahi kupokea pesa ya mtu. Labda yeye unaweza kukaa naye chini ukamuuliza hiyo pesa alimpa nani, na mimi atakueleza vizuri zaidi. Lakini kwa upande wangu mimi kama mimi sijawahi kubeba pesa ya mtu. Lakini huyu unamfahamu vizuri huyu mwalimu? Anaitwa mzee nani? Daniel Lazaro. Daniel Lazaro. Mbona mjeto Daniel sasa mbona mjua? Anasema yeye alikuwa ni muumini wako kanisani kwa siku kadhaa. Inawezekana baada ya kumuona, kwa sababu alikuwa ni muumini wangu, naweza nikamjua kuliko kuwa naongea kwenye sababu simuone. Lakini wewe huna tuhuma hizo? Mimi mtu ambaye namjua, ambaye ni muumini wangu, nilikuwa namuona kama muumini wangu, alikuwa anakuja kanisani, mwishoni akasema kwamba amenipa pesa. Anaitwa Damian, sio Daniel kama unavyosema wewe. Mimi ndo nalijua, lakini tofauti na hapo sijui, lakini sio kwamba alinipa pesa. Mimi alinipa pesa, labda muulize vizuri hiyo pesa alimpa nani. Kama ndio huyo Damian, basi naamini ya kwamba ni swala ambalo linatoka katika uongozi, na naamini ya kwamba na sisi tunategemea viongozi wetu wa nchi. Sijui kwa kweli hilo swala. Sijui kabisa. Uko Makambako sehemu gani na kanisa lako linaitwaje? Kwa sababu pia siwezi kujieleza sana kwa sababu siwajui, afu mimi sijawahi kuona, na namba nyingine kwenye simu yangu.